njema kutoka redio ya MBCI. Jina langu ni Wanjiru Wandwati. Tumeona sisi kama redio ya MBCI tupatane na mama mmoja anayeitwa Margaret K. Tunataka kumuuliza uimbaji wake unaendeleaje, kwa sababu alianza kuimba akiwa uzeeni. Jina langu ni Wanjiru Wandwati. Napatia rafiki yangu Lucy amuulize maswali. Nilienda moja kwa moja hadi YouTube nikamtafuta Margaret K na sasa ndio huyo hapa. Asante. Ni ukweli kabisa, walikuja wakanitafuta na wakaniambia nikuje kwa hii redio na nimefika. Ninashukuru Mwenyezi Mungu. Wanataka niwaelezee vile nilianza habari ya uimbaji. Nikiwa msana nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuimba. Nilikuwa nataka kusifu Bwana na nikiwa miaka 14 nikasikia wimbo mpya ndani ya mdomo wangu, nikaja kushukuru. Na wakati niliposhukuru, mama mwingine akaniambia, "Kwa nini unaimba wimbo ambao hujui?" Nikamwambia nimesikia wimbo ndani ya moyo wangu na nikaja kusifu. Kwa kweli kipawa hakina uzee. Margaret K, wimbo wako wa kwanza ulitoa mwaka gani na ilikuwa wapi? Ile kitu ya kusangaza wasikilizaji siku ya leo, nikiwa na miaka nikaoleka nikiwa sijaitwa shosho mwaka wa 1987, nikiwa kwa saba nikasikia wimbo umekuja ndani ya moyo wangu. Wakati huo nikasikia kweli ya kwamba Mungu niko na kipawa ya uimbaji, na nikaenda conference ilikuwa huko Kirisho na nikaomba wimbo kwa conference wimbo na nikaimba wimbo moja. Yule pastor akaniambia, "Wewe iko na kipawa ya uimbaji na Mungu atakufunulia." Lakini juu nilikuwa sina pesa ya kutoa au kurekodi, nikaona tu ni kama kuongea. Lakini kwa uwezo wa Bwana mwaka wa 2007, naona miaka 10 ilisha kwa kutoka kaida, niliambiwa niliimba conference. Mwaka wa 2007 ndio nikiwa karibu miaka 50 ndio nilirekodi wimbo wangu wa kwanza. Nilirekodia studio Kiambu, studio inaitwa Kirigiti. Na hiyo kijana wa kurekodi alikuwa anaitwa Suja Kimani. Na wakati nilirekodi wimbo wangu wa kwanza, ilikuwa wimbo unasema, "Televisioni ya gaino eroya, televisioni ya gaino eroya." Na ingine nasema, "Muturi ni gai." Wakati niliporekodi hiyo wimbo nilikuja nyumbani, siku hiyo kulikuwa hakuna ni kama ile kasahani ya CD. Nikaimba sana. Hiyo kijana akaniambia, "Vile wewe umeimba studio yangu ukiwa na miaka kama hiyo yako, wewe ndio mzee kuliko wale wote. Vile mnaona uko na kipawa, usikae sana. Kuja nikurekodi nyingine utanitafutie pesa." Wanjiru Wandwati. Mimi nikaingia moja kwa moja nikarekodi wimbo ya pili. Wimbo tena, Mungu ni mwema. Mungu tena akanipatia nyimbo zingine. Nikaenda Nairobi, hapa Siba Center Nairobi, nikatoa wimbo wangu wa tatu. Kwa hivyo niko na film 3. Tena hii nyingine naimba Bwana Yesu ni nambari na pamoja, nilitolea hapo Nakuru kwa kijana anaitwa Musebo. Wow. Tumesikia habari kwa Margaret K venye alianza uimbaji. Ukitaka kumfuatilia zaidi, unaweza enda kwa mtandaoni Facebook unajitaje? Facebook unajiita Margaret Karuga. Na YouTube unajiita, ukitaka kuniona hapo andika na kushukuru Margaret K. Utaniona hapo kwa YouTube. Na TikTok ni jina mfupi kabisa, najiita Mama George. Ukiingia kwa YouTube, tafadhali rafiki yangu, uniwekee like zote. Ukienda kwa TikTok, si unaniona huku. Huku mimi nasifu na hubiri, hata sasa tuna recording na hawa watangazaji. Na hawa watangazaji wako na kipawa kama yangu. Na mimi niliaje nikiwa mdogo uimbaji. Hawa nao wanatamani kuwa watangazaji. Hebu sasa kuwe wa nini? Watangazaji. Kama nani? Kama Margaret K. Na wewe jina yako? Jina langu ni Wanjiru Wandwati. Asante. Na wewe? Lucy Nyambura. Hata mimi nasikia vizuri nikikaa katikati ya watangazaji. Ninashukuru sana. Na mtu wa kusukua Canada, Mungu inaitwa Canada nini? Kamera.
Unaona ni kipawa. Ni kipawa. Miaka yangu lakini hataweza kusifu hata mlipo moja. Lakini mimi nasifu kwa uwezo wa Bwana. Ninashukuru kwa kuniita kwa kuhojiwa. Mnaita radio gani? Radio MBCI. Radio MCI. MBCI. Hata nikisema nikusema, si niko na kipawa ya uimbaji. Si mimi naingia kwa TikTok. Si mimi naingia kwa YouTube. Si Mungu ni Mungu. Ninashukuru kwa kunialika kwa studio yenu. Asante. Thank you very much. Thank you.